PPRA kwa maana Public Procurement Regulatory Authority. Hii ni mamlaka ya udhibiti na ununuzi wa umma unaojikita zaidi kuhakikisha matumizi ya viwango na kanuni za matumizi ya fedha za haki, ushindani, wazi, zisizo na ubaguzi na thamani ya manunuzi, kuweka viwango vya mifumo ya manunuzi ya umma katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika kuendelea kujenga na kuimarisha misingi bora, hii leo Mei 9, 2025, PPRA wameendana kutoa mafunzo ya sheria ya ununuzi wa umma na matumizi ya mfumo wa NeST kwa watu wenye mahitaji maalum. Katika mafunzo hayo, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Kikwete, ambaye ndiye mgeni rasmi katika kongamano hilo, alisisitiza kuwa watu wenye ulemavu ni sehemu kubwa ya taifa hili, huku wakiendelea kuungwa mkono na serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuboresha mazingira rafiki kwa watu wenye ulemavu. Mimi naitwa Rami Ramsey. Hii ni Ngasa TV. Watu wenye ulemavu ni sehemu ya nguvu kazi ya taifa hili. Hivyo wanapaswa kunufaika na fursa mbalimbali zilizopo sawa na watu wasio na ulemavu. Hii ndio imekuwa dhamira ya serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sote ni mashuhuda kwa namna ambavyo Mheshimiwa Rais amekuwa akisisitiza ustawi wa watu wenye ulemavu katika maeneo yote. Lakini pamoja na hilo, serikali imeendelea kujenga shule na msitizo mkubwa ukiwa elimu jumuishi. Kwa mfano, shule ya Lukuledi maalum iliyopo mkoani Mtwara yenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 480, shule ya Mbuye maalum iliyopo Chato mkoa wa Geita yenye mchepuo awali, msingi na sekondari yenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 1200, ambayo ujenzi wa mabweni 50 kwa ajili ya wanafunzi wenye ulemavu yamekwisha jengwa nchini kote. Mpaka sasa tuna jumla ya makundi maalum 335 yaliyokamilisha usajili na uhuishaji wa taarifa zao katika mfumo wa ununuzi wa umma, yaani NeST. Miongoni mwao tuna makundi ya vijana ambayo ni vikundi 204 sawa na 61% ambayo yameshakamilisha usajili, lakini tuna makundi ya wanawake ambayo ni vikundi 108 sawa na 32%. Tuna makundi ya watu wenye ulemavu vikundi 5 sawa na 2%, na makundi ya wazee tuna vikundi 18 sawa na 5%. Mheshimiwa mgeni rasmi, utaona ni kwa namna gani kundi letu na hao wenzetu ambao tuko nao leo katika kusanyiko hili ushiriki wao ni mdogo sana. Kwa hiyo tunatarajia kwamba baada ya kusanyiko hili tunaenda kupata ongezeko la vikundi vya watu wenye ulemavu watajiunga pamoja kwa ajili ya kuweza kupata fursa ambazo ziko kwenye sekta ya ununuzi wa umma.